Nothing is easy. Mjadala mpya wa kisiasa umeibuka nchini Tanzania baada ya aliyekuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Profesa Anna Tibaijuka kutoa wito kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuangalia uwezekano wa kumwachia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, akisema njia ya maridhiano inaweza kusaidia katika kutafuta suluhisho la suala hilo. Profesa Tibaijuka amesema anaamini hekima na busara iliyomwongoza Rais Samia kutangaza sera ya Fohara inaweza kutumika tena katika kushughulikia changamoto ya kisiasa nchini. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X Julai 13, 2026, Profesa Tibaijuka alitoa ushauri wake kwa Rais Samia kuhusu suala la Tundu Lissu, akieleza kuwa anaamini njia ya mazungumzo na maridhiano inaweza kuwa sehemu ya kujenga umoja wa kitaifa. Amesema masuala yenye mvutano mkubwa yanahitaji kuangaliwa kwa hekima, uwajibikaji na kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Tundu Antipas Lissu ni mwanasiasa wa Tanzania, mwanasheria na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye amekuwa mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani nchini kwa zaidi ya muongo mmoja. Lissu alianza kujulikana zaidi katika siasa kupitia nafasi yake kama mbunge wa Singida Mashariki, ambako aliwakilisha wananchi kwa vipindi kadhaa kabla ya kuibuka kuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa serikali bungeni. Mheshimiwa Spika, viongozi wote walioko hapa upande huu, viongozi wote wa vyama vya siasa, hakuna mtu asiyekuwa na majeraha ya jeshi la polisi. Akiwa pia ni mwanasheria, Lissu amekuwa akijulikana kwa misimamo yake kuhusu utawala bora, uwajibikaji wa viongozi, demokrasia na masuala ya kisheria. Katika kipindi chake cha siasa, Tundu Lissu amekuwa katika mstari wa mbele katika mijadala mbalimbali ya kitaifa. Alipata umaarufu mkubwa kutokana na hoja zake kali bungeni na nafasi yake katika kupinga baadhi ya sera na maamuzi ya serikali ambayo yeye na chama chake waliona hayakuwa na maslahi kwa wananchi. Mwaka 2017, Lissu alinusurika katika shambulio la risasi jijini Dodoma, tukio lililozua taharuki kubwa ndani na nje ya Tanzania. Baada ya kupata matibabu nje ya nchi, aliendelea na shughuli zake za kisiasa. Baadaye alirejea nchini na kugombea urais kupitia Chadema katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, ambapo alikabiliana na mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. John Pombe Magufuli. Katika miaka ya hivi karibuni, Tundu Lissu amekuwa akikabiliwa na kesi ya uhaini, jambo linaloendelea kuvuta mjadala mkubwa ndani na nje ya Tanzania. Kesi hiyo imekuwa ikifuatiliwa na wafuasi wake, viongozi wa kisiasa, wadau wa haki za binadamu na jumuiya ya kimataifa kutokana na uzito wa tuhuma zinazohusishwa na kosa hilo. Kwa mujibu wa taratibu za kisheria, mtu anayekabiliwa na mashtaka anapaswa kuchukuliwa kuwa hana hatia hadi pale mahakama itakapotoa uamuzi wa mwisho. Lakini suala hili linaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu uhusiano kati ya sheria, siasa na nafasi ya upinzani katika mfumo wa demokrasia nchini Tanzania. Katika ujumbe wake, Profesa Tibaijuka amerejea sera ya Fohara iliyoanzishwa na Rais Samia baada ya kuingia madarakani. Sera hiyo inalenga maeneo manne makuu: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya. Kwa mujibu wa Profesa Tibaijuka, falsafa hiyo inaweza kuwa msingi wa kushughulikia changamoto mbalimbali za kitaifa, ikiwemo masuala yenye mvutano wa kisiasa. Hata hivyo, kauli hiyo imefungua tena mjadala kuhusu nafasi ya maridhiano katika kujenga mustakabali wa kisiasa wa Tanzania. Hii ni ripoti ya Mediawire Express. Mimi ni Joseph Sangura.